Kwa upande wa gari chakavu, bwana akazungumza gari chakavu. Bwana mkubwa hapo umezungumza gari chakavu. Sasa sijajua wateja wakija kwako natoza gharama chini kuliko watu wa kawaida, ile magari ambayo unasema ni mazima, au unatoa gharama ile ile? Tuanzie hapo. Kodi ni ile. Nataka kuelewa unatoza gharama ya usafishaji nafuu kuliko wale ambao magari yao mazima, au unatoza gharama ile ile? Nikikwambia kwa nataka kupeleka matofali kiasi fulani, gari ya kwako inatoza nafuu kuliko gari ya mwingine, au unatoza bei ile ile? Usihitaji ufafanuzi. Nadhani inaeleweka kabisa. Swali langu lilikuwa na msingi kabisa kwamba natoza gharama based unachokipata. Hicho wewe gari unayotumia, aina gari unayotumia, huo ni uamuzi wako. Uamuzi wa kwako. Si huko hatutambui kwamba hii ni gari ya mwaka gani, gari nzima, nzee, kwamba natambua unachokipata wewe kufanya hii biashara ni kiasi gani. Ni unachokidetermine hapo. Kodi ya kulipa. Hatudetermine kwamba unatumia gari ya mwaka gani. Kwa maana hiyo ni kwamba tunakushauri kama wenzako wanaofanya kama unaona kwa mfano wanafanya biashara tax. Kama unaona tax upate wateja kwa sababu tax yake imechakaa, hebu boresha tax yako iende kwenye taxi model mpya ili upate wateja. Kama pikipiki yako inazimika, so ndugu yangu hapo, so unafanya biashara ya bajaji na pikipiki. Kama bajaji pikipiki kichaka si wateja watakukimbia. Kwa hiyo nakushauri wangu jiongeze. Kwa sababu kodi haibagui kutegemea mwaka wa gari, vingine vitakuwa ni ngumu sana kwa sababu nchi yetu tunapokea vyombo vya moto ambao vimeshatumika. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana kukadiria kodi. Tunakadiria kodi kulingana na mapato yanayoingia. Hatukadiria kutegemea na umri wa gari. Sawa? Kwa kiasi fulani, lakini mamlaka haiwezi kuacha mamlaka yote. Wanapewa mamlaka, ndio maana tumesema kwa upande wa msamaha wa riba na adhabu, wana mamlaka mpaka kiasi fulani. Kwa utaratibu wa kawaida kabisa, hata katika ofisi yako, huwezi kumpa mtu yote mamlaka wa kufanya maamuzi ya kipesa. Lazima uwe na kiwango. Kama huyu msaidizi wako ofisini, wana mamlaka mpaka kiasi fulani. Kiasi hiki lazima uidhinishe wewe mwenyewe. Au ndio hivi ninavyokwenda hata serikalini. Ndio maana unakuta CAG akija, unakuta mtu kasamea au katoa kibali cha aina fulani nje ya utaratibu wake, nje ya sheria. Kwa hiyo unakuta kimeenda mbali na kile kinachokubalika kisheria. Kwa hiyo wanao mamlaka lakini yana kikomo. Ndio maana kamishna mkuu ana mamlaka lakini hata mwenyewe ana kikomo cha mamlaka. Ndio maana pale nilikuwa nazungumzia mzee hapo. Unazungumzia riba na adhabu au unazungumzia kodi halisi, principal tax. Principal tax, ile kodi halisi, kamishna mkuu wala waziri hawana mamlaka. Ni bunge tu ndio ina mamlaka. Kama kodi kishatambulika kwamba kodi hii itakuwa ya biashara fulani, itakuwa ilipwe, bunge ndio itakuwa lisamee hiyo kodi. Na ili ifike huko lazima kuwe na vipengele kadhaa, taratibu zimefuatwa. Fikaje kodi hii? Watahoji masuala mengi tu. Kwa hiyo kusamee kodi yenyewe mpaka ifike level fulani. Lakini riba na adhabu ziko chini ya kamishna mkuu na wasaidizi wake. Kwa hiyo mamlaka hayo anayo. Jina naitwa Nicodemus Mwakirembe, manager mamlaka ya mapato mkoa wa Ruvuma. Leo tulikuwa tuna ugeni wa mkurugenzi wa mawasiliano na elimu kwa mlipa kodi wa mamlaka ya mapato kutoka makao makuu, akiwa anabeba ujumbe wa kamishna mkuu wa kwamba kuwakumbusha walipa kodi kulipa awamu ya pili, ani kuongea na walipa kodi kwa ujumla kwa ajili ya kulipa awamu ya pili ambayo mwisho wa kulipa ni tarehe 30 mwezi wa 6. Kwa hiyo mkurugenzi alipata fursa ya kuongea na viongozi wa wafanyabiashara na baadhi ya wafanyabiashara, ambapo aliweza kusikiliza maoni yao, aliweza kuongea mambo mbalimbali yanayohusu ukulipaji wa kodi wa awamu ya pili pamoja na mambo mbalimbali ambayo yalijitokeza kwenye kikao hiki ambayo yameenda vizuri. Lakini ujumla ni kwamba
mkurugenzi alikuwa amefika hapa kwa niaba ya kamishna mkuu ili kuweza kusikiliza matatizo mbalimbali na ulipaji wa kodi pamoja na kuwakumbusha watu kulipa kodi ya awamu ya pili. Mimi ni wakumbushe na mimi nisisitize kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka wa fedha wa 2024-2025. Muda wa kulipa awamu ya pili, basi wajitahidi kuzingatia muda, wasivushe muda, na mwisho wa kulipa awamu hii ni tarehe 30 mwezi wa 6. Baada ya hapo watakabiliwa na adhabu na riba. Sasa sio jambo la kipaumbele sana kukusanya riba. Sasa niwaombe tu walipe kodi ndani ya wakati. Kuhusu hali ya makusanyo, tunashukuru ndugu mtangazaji. Bado tunaendelea na makusanyo kwa ajili ya kukamilisha mwaka huu wa fedha wa 2024-2025, na mpaka sasa tulikuwa tayari tumeshafikia wastani wa makusanyo ya bilioni 40. Tunatarajia kufikisha mwaka wa fedha tutakuwa tumefikisha makusanyo ya bilioni 44. Hiyo ni ndani ya mwaka mzima, na tunaamini tutafikisha hilo lengo. Hatuna wasiwasi kwenye hili na mambo yanaenda vizuri. Mpaka sasa hivi kwa muda wa mwaka tuna jumla ya makusanyo 116 mpaka leo hii, na naamini tumefanya hivyo kwa sababu ya mashirikiano mazuri na wafanyabiashara wetu, kuwashirikisha, kuhakikisha kwamba changamoto ndogo ndogo zile ambazo wanazipitia zinaweza kutatuliwa kwa haraka, na ndio maana wamekuwa na moyo na uhiari wa kulipa kodi zao kwa hiari.